Tumsifu Yesu Kristo. Mnuke Benyaruku. Safiru. Asante. Wapendwa, Mungu daima ni mwema kwetu kila wakati. Sasa leo tunatafakari hili kwamba katika upendo wake usiopimika, usioelezeka, Mungu alimtuma mwanae duniani ili awe kwetu njia, ukweli na uzima. Kwa fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo, kuzikwa kwake, kufufuka kwake, alitufungulia mlango wa kuingia kwenye umilele, mlango ambao ulikuwa umefungwa kwetu kwa kosa la wazazi wetu wa kwanza. Ikawa hatuna tena muono wa kupeleka kwenye baraka zinazodumu. Najua kwamba baada ya kukamilisha kazi hiyo ya wokovu wetu, Kristo Bwana alirudi kwa Baba yake na akaketi, si kukaa, kuketi. Aita mbadala kadogo, kuketi kuume kwa Baba yake. Huyu Kristo Mwokozi ambaye ndiye kitovu cha matukio haya yote, katika kanuni yetu ya imani tunasadiki kwamba atarudi kwa utukufu huu na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Tunamtazamia aje kukamilisha wakati mfululizo wa jana, leo, kesho, jana, leo, kesho, kesho, kuishi uwe ni umilele, tena umilele wa baraka. Atakuja kukamilisha wakati, yaani historia ya sisi wanadamu itakuwa imekwisha, maana tutamezwa na umilele wa Mungu. Atarudi kwa utukufu mkuu kama hakimu wetu. Hiyo itakuwa ndio siku ya Kiyama, siku ya mambo makuu, siku ya mambo makubwa kwetu sisi ambao ni mahujaji katika nyakati hizo. Zitakuwa ni nyakati za shida na adha na mahangaiko na masumbuko na mateso na majaribu. Kwa hiyo ikawa wanafunzi wanamuuliza, hivi mwalimu, mambo haya yatakuwa lini? Na Kristo Bwana anaeleza kwamba hii ni siri ya Baba wetu, Baba yake na Baba yetu. Huyo ndio pekee
wa siku hiyo ya Kiyama, ambapo itakuwa sasa ndio Mungu atasema stop yote kwangu. Siri ya Baba. Kwa hiyo sasa, kama ni siri ya Baba, sisi, wewe, mimi, tufanyeje? Tunaambiwa imani yetu itutegemeze. Tunaambiwa watatokea watu watakaosema mimi ni nabii X na mimi ni nabii A. Watajitengeneza wenyewe kama manabii. Kumbe manabii wa kweli ni wale ambao Bwana Mungu anawateua na kuwatuma. Sasa hawa wanajituma wenyewe, bila shaka wana interest fulani ya manabii wa kujifanya wenyewe watatokea kutabiri ujio wa pili wa Kristo Bwana. Tunaambiwa kwa hiyo, kama ndio hivyo, basi tusiyumbe tutakapoanza kusikia mahali fulani, kwenye uwanja fulani, kwenye stadium fulani, kuna miujiza inatendeka. Miujiza mwenye kutenda ni yule ambaye ana uwezo wa kuanzisha kitu. Yaani wewe na mimi hatuwezi kutenda miujiza kama hatujawezeshwa na Mungu. Kwa hiyo tunaambiwa na Kristo Bwana, subira yetu itaziponya nafsi zetu. Ule utulivu wa daima kwa kuishi maisha ya wema, maisha ya huruma, mimi na ninyi wenzangu, wewe na sisi wenzako, kuishi maisha ya upole, maisha ya haki, maisha ya uaminifu, maisha ya utakatifu, ili Kristo Bwana atakaporudi atukute tunaishi kama kutoka kirusi. Hamna kelele. Maisha yetu yawe na sura hiyo ya utulivu, huruma, wema, ukarimu. Sasa leo katika parokia yetu ya Ikogolo tunaadhimisha huruma ya Mungu na ukarimu wake, na tunamwomba Baba wa mbinguni ashushe jizawadi hilo, zawadi hiyo kubwa nzuri ya Roho wake juu ya wana parokia zetu, watoto wetu, vijana wetu, na nadhani walio wote ni watu wazima. Yaani hakuna mtu mzima ni vijana. Hawa wajukuu zetu, vitukuu vyetu, watoto wetu,
tunakabidhiwa jukumu hilo la kuwalea hawa ndugu na watoto wetu, kuwashirikisha utume wa kanisa katika maeneo mbalimbali ya utume wetu ya uinjilishaji. Kuwalinde, wengi wao ni bado wadogo hapa zake. Kwa hiyo wanahitaji kulindwa, wanahitaji malezi endelevu, wanahitaji mazingira yasiyo na mazingara, yasiyo na mambo ya uovu, bali mambo mazuri mbele ya macho yao. Tuombe Mungu Mwenyezi awalinde wao, atulinde na sisi tusipotoshwe na imani zisizo za Petro Mtume. Kanisa letu ni la Petro Mtume ambaye alipewa funguo sio za kuchonga tu kwa kundi. Aliyechonga ni kundi, Mungu mwenyewe aliyemwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huo na milango ya kuzimu na nitakupatia wewe, ili unalofunga huko juu unalofungua hapa duniani. Basi tuendelee na ibada yetu, kiomba kwamba kanisa letu, parokia yetu, familia